Niko na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya KMC, Khalid Chukuchuku. Nitakuwa naye hapa kupiga naye story 2-3. Mimi ni Irene Junior, nyuma ya kamera yupo Adam Almasi. Kaka, kwema? Fresh. Uzima upo? Kama kawaida. Mvua umeiona lakini? Sisi sasa kazi zetu inabidi uje tutaka. Sisi hatuna ofisini kwetu, hakuna viti vya kuzunguka. Sawa. Ofisini kwetu ni hapa. Hapa. Sawa, leo hii mmecheza mchezo wa kirafiki na klabu kutokea Kongo, lakini imepoteza kwa magoli 2-0. Of course, kipindi hicho ambacho tulikuwa tuna mapumziko ya kama majuma mawili kuelekea mchezo wetu ambao unafuata zile Dodoma Jiji, tumeona timu isikae tu hivi, lazima mechi kwa ajili ya kuwafanya wachezaji wawe active, na tulipokea barua ya maombi ya mchezo wa kirafiki na klabu ya Les Eagle kutokea Kongo, na tumeona kuna haja ya kucheza hii mechi kwa ajili ya kuwafanya wachezaji wawe active. Na uzuri tumepata kipimo kizuri. Tunacheza na timu ambayo inaonekana na uwekezaji mzuri, lakini pia ukiangalia wachezaji wake wanaonekana ni wachezaji wazuri, lakini pia technical bench. Tumeona watu kadhaa kutokea katika mataifa tofauti katika technical bench. Kwa hiyo inaonekana ni timu ambayo iko serious, na uzuri tumepata kipimo sahihi kuelekea mchezo wetu unaofuata zile Dodoma Jiji. Maandalizi yapoje kwa timu kizingatia kwenye michezo yenu 5 ya mwisho mmeweza kushinda mechi moja tu, mechi zilizofuata mmepata sare na kupoteza. Maandalizi yapoje kama timu? Maandalizi yako vizuri. Tunaamini ilikuwa ni transition time. Kuna kipindi timu ina struggle na kuna kipindi zidi ya Dodoma Jiji itakuwa ni turning point ya kile chote ambacho kimetokea nyuma matatu. Naamini ambayo itakuwa imebakia zidi ya Simba, zidi ya Tabora, zidi ya Mashujaa, baadaye Pamba. Tutaamini tutapata tusalie ligi kuu na tutakuwa katika nafasi nzuri. Tunaelekea mwishoni mwa ligi na kwenye msimamo wa ligi mpo nafasi ya 13 kama sijakosea. Kuna nguvu, jitihada zozote ambazo zinafanya kwa ajili ya kupushi zaidi kuepuka kule nafasi za chini? Of course, ukiangalia ndio maana tumeita michezo ya kirafiki kama huu ambao tumecheza kwa ajili ya kuwafanya wachezaji wawe active kuelekea kwenye hiyo michezo ambayo imesalia ya ligi. Mwezi wa 5 utakuwa na michezo 4. Kwa mwezi utakuwa mwezi mgumu kidogo. Kwa lazima mpush kupata mechi nyingi za kirafiki kwa ajili ya kuwafanya wachezaji wabaki na vile viwango vyao, wabaki na wawe active kwa ajili ya kucheza. Tuna imani kabisa kwenye michezo ambayo itakuja wana Kinondoni watafurahi kuiona timu yao na matokeo tutapata inshallah. Cha mwisho cha kuwaambia mashabiki wa Kinondoni wanasubiria kuiona klabu yao ikipata ushindi. Ni watoe shaka kabisa. Wanatakiwa kufanya siku ya Ijumaa kwa mchezo wetu zile Dodoma Jiji wajitokeze kwa wingi waje kutupa support, na sisi tunawahakikishia wakija wataondoka na furaha. Sawa, kwa kumalizia zaidi, tunafahamu sasa hivi klabu ya Simba inawakilisha kama nchi, na sasa hivi imepangiwa na klabu kutokea Afrika ya Kusini, Stellenbosch. Wewe ukiwa kama Mtanzania, maana hapa tunaweka Utanzania sasa, muone yapi ya kuongea? Mimi kama Mtanzania naitakia kheri Simba kwenye michezo yao miwili. Nadhani dakika 180 ambazo zitaamua hatima yao wapi wanakwenda. Naamini uwekezaji ambao wamefanya Simba, scouting ambao wameifanya, wachezaji ambao wako nao, lakini ukiangalia matokeo ambao wametoka kuyapata zidi ya Al Masry, inaweza ikawa ni massive boost kuelekea kwenye mchezo zidi ya Stellenbosch. Na naamini mchezo utakuwa mgumu kwa sababu ni mchezo ambao unakutanisha timu mbili kutokea kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa mchezo hautakuwa mrahisi kwa pande zote mbili, lakini naamini Simba wakichanga vizuri karata zao watapata matokeo. Lakini Simba kuelekea kwenye huu mchezo wana advantage zaidi kwa sababu Fadlu Davis asili yake ni South Africa. Kwa kuna uwezekano mkubwa akawa sehemu ya mafanikio ya Simba kufuzu kwenda kwenye hatua inayofuata. Huoni labda ugumu wote kutokana na klabu wanaenda kucheza nayo imemtoa bingwa mtetezi? Hiyo kwenye football inawezekana kwenye zile surprise package. Stellenbosch hakuna mtu ambaye aliipa nafasi kubwa kufuzu kwenye hatua ambao wamefikia, lakini this time wameweza kufuzu kwenda nafasi ya nusu finali. Kwa hiyo unaona namna gani ni timu ambayo imefanya uwekezaji mzuri, timu ambayo inaweza kufanya makubwa dhidi ya Simba. Lakini naamini kwa uzoefu ambao Simba wako nao kwenye miaka 5-6 ambao walikuwa wanacheza mashindano ya klabu bingwa pamoja na Confederation, naipa nafasi ya Simba kufuzu kwenda hatua inayofuata. Mimi nakushukuru. Asante sana.
Huyo ni meneja wa klabu ya KMC na umemsikia hapa amezungumza mengi zaidi. Amezungumza kuhusiana na klabu yake, lakini pia ametoa maoni kuhusiana na klabu ya Simba. Mimi ni Irene Junior, nyuma kamera yupo Adam Almasi.